Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Pengine hii inaweza ikawa ni moja ya taarifa mbaya kweli kweli kwa Wakristo wengi, hasa watu wa dhehebu la Roman Catholic, kwa sababu hii ni taarifa ambayo inamhusu kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Amefariki dunia leo Aprili 21 mwaka 2025 kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema Papa amefia kwenye makazi yake Vatican, na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitatolewa. Papa ambaye alizaliwa mwaka 1936 hivi karibuni amepitia changamoto ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, ambapo mwisho wa siku alienda hospitali na baadaye wakamtoa kwamba hali yake imetengemaa, lakini mwisho wa siku amefariki dunia Papa Francis. Hakika hii ni taarifa ambayo inauma kweli kweli, na huyu ni raia ambaye amezaliwa huko nchini Argentina. Na Papa Francis ni moja ya kiongozi ambaye ameweza kuongoza Roma kwa muda mrefu sana, na ni moja ya kiongozi ambaye watu wengi wanampenda. Na umri ambao Papa Francis amefariki ni miaka 88, na ugonjwa ambao alikuwa nayo pneumonia ya mapafu. Hakika ulikuwa ni ugonjwa mkubwa sana, ambapo madaktari waliweza kusema kwamba huu ugonjwa kwa mtu mwenye umri kuanzia miaka 66 na kuendelea huwa ni mgumu sana kupona. Yaani ugonjwa mtu akipata kuanzia umri wa miaka 66 na kuendelea ni ngumu sana kupona. Hivyo Papa Francis ana miaka 88, alafu ugonjwa huu kumponesha ilikuwa ni ngumu sana. Hata madaktari waliweza kuzungumza hapo awali, sema watu hawakuzingatia sana. Sasa basi, mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na kifo cha kiongozi huyu wa Catholic Papa Francis? Hakika unaweza kuandika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.